ورحمة الله وبركاته. يا فاعل في ملكه بما يشاء ومحكما أموره كما يشاء ومحدث أموره كما يشاء، نسألك اللطف بنا في القدر وهول ما نحزن من ضرر، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وقدوتنا مصطفى محمد صلى الله عليه wasallam. Fudail ibn Iyad, hawa ni katika wema waliotangulia. Siku moja laqiya rajulan, alikutanana na mtu mmoja njiani. Fasaalahu, akamuuliza kama umruka. Sikiliza, anamuuliza kama umruka, una umri wa miaka mingapi? Fudail ibn Iyad, bwana mule akajibu situna sana, ni miaka 60. Kisha akamuuliza Fudail ibn Iyad, idhan anta mundhu 60 sana tasiru ila Allahi tushaku an tasil, kwa hivyo wewe una umri wa miaka 60, unakwenda unasafiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hivyo wewe umekaribia kufika. Allahu akbar. 60, miaka 60 unasafiri. Anamwambia sasa mimi na umri wa miaka 60. Fudail akamwambia idhan anta tasiru ila Allah mudhu 60 sana tushaku an tasil, una umri wa miaka 60, unasafiri safari yako ya miaka 60, unaelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umekaribia kufika. Yule akamwambia, baada ya kusikia maneno ya Fudail ibn Iyad, akasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Haya maneno tunasema wakati gani? Mtu akafani akifariki. Al-Fudail ibn Iyad akamwambia, ya akhi hal tarif maanaha, ewe ndugu yangu, hayo maneno yasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, hivi una uhakika unajua maana ya hayo maneno? Hayo maneno ambayo unayazungumza maana yake unayajua? Akamwambia naam, najua. Akamwambia nipi? araftu anni abdu lillahi wa anni ilayhi rajiun, nimetambua kwamba mimi ni mja wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala ndipo tutakaporejea. Kisha akamwambia Fudail, faman arifa annahu lillahi abda wa annahu ilayhi rajiun, na ataulizwa kwa kila kitendo alichokifanya hapa duniani. Allah Subhanahu wa Ta'ala atamuuliza. Waman arifa annahu mawqufun arifa annahu mas'ulun, na yule atakayejua kama yeye atasimamishwa mbele zake Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi yeye atajua kwamba, anafahamu kwamba yeye ataulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Falyuaddu lisuali jawaban, basi huyo ajiandae na majibu ya masala atakayoulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni masala gani utaulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Waja wa Mungu anawapenda Allah Subhanahu wa Ta'ala ni wale ambao usiku wanaepusha maovu zao na vitanda vyao. Yad'una rabbahum, wakimuomba wakimwelekea Mola wao, khawfan wa tam'an, kwa hofu ya kuogopa moto wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tam'an, na tamaa ya kukutana na pepo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiquna, kisha mchana yale yaliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanayatoa.
Hawa ndio waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao anawapenda. Waja wa Allah yad'una rabbahum khawfan wa tamaa, wanaomba Mwenyezi Mungu katika hofu na tamaa na kutaraji kwamba Mwenyezi Mungu tutakutana naye, na hofu ya kuogopa kusimamishwa na kuulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa ndio waja wema anawapenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu, lamma qadima Harun ar-Rashid ila Makkah, wakati Harun ar-Rashid, huyu alikuwa ni khalifa Harun ar-Rashid, siku moja alikwenda Maka Harun ar-Rashid. Alipofika Maka, kisha fabathu, akatuma wajumbe kuwaita mashehe wote wa Maka, akae nao msikitini. Mashehe wote wakaondoka, na katika mashehe wa Maka waliokuwepo pale alikuwa Fudhal ibn Iyad. Alipoletea ujumbe Fudhal ibn Iyad, amekaa pamoja na wanafunzi wake kwamba khalifa anawaita kule, aende, huenda kuna mazungumzo anataka kuzungumza nao. Harun ar-Rashid, huyu khalifa nani, mwanachuoni Fudhal ibn Iyad, akawa amekataa kwenda kule kuitika wito wa khalifa. Lakini baada ya kukataa, anasema fa aradtu an la azhaba, nikakuwa nimesikupenda kwenda kule. Fastasharat, kisha jirani yake ambaye jara akawa amempa nasaha, akamwambia itika wito wa khalifa, izhab la law yuridu an ta'idhahu, huenda uitike ya khalifa, huenda yeye anataka umpe mauidha na nasaha, ndio maana anakuita, anataka umpe mauidha. Baada ya kusikia vile ushauri, akasema fadakhaltu almasjida, akaingia msikitini. Falamma sirtu ila alhijri, alipofika sehemu alipokaa khalifa na wafasi wake, qultu liadnahum, akamuuliza miongoni mwa wafasi au washiriki ambao ni wapambe wa khalifa, ayyukum amirul mu'minina, kati yenu ni nani amirul mu'minina? Akasema fa ashara ilayhi, wakamwashiria amirul mu'minina ni yule. Alipooneshwa amirul mu'minina, akamsogelea akamwambia, assalamu alayka ya amiral mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh. Amirul mu'minin baada salamu akajibu salamu, faradda alayya wa qala, akajibu salamu kisha kanambia nini, uqud, karibu kae chini. Thumma qala, kisha kasema, innama da'unaka lituhaddithana bi shay'in, tumekuita sisi hapa msikitini utupe mauidha na nasaha, utupe mauidha na nasaha. Tizama viongozi wa Uislamu wa zama hizo, na upige picha ya viongozi wa zama hizi. Viongozi makhalifa waliotangulia walikuwa wanawaita mashehe zao na wale ambao wanawazania ucha Mungu kwamba njoo unipe mauidha, njoo unipe nasaha. Fudhal ibn Iyad akawambia, faaqbaltu alayhi, nikamwelekea, fakultu ya hasan alwajhi, ya hasan alwajhi, ewe mwenye sura nzuri, hisabu alkhalqi kulluhum alayka. Akamwambia, ewe khalifa, kiongozi wa Uislamu mwenye sura nzuri, wallahi hesabu ya viumbe wote vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yote iko juu yako ewe amirul mu'minin. Baada ya kusikia maneno amirul mu'minin Harun ar-Rashid, fajala yabki, akaanza kulia, akaanza kulia kilio kikubwa. Faradatu alayhi wa huwa yabki, nikaendelea kumkumbusha huku akilia Harun ar-Rashid, hatta jaa al-khadim fahamaduni
wa akhrajuni. Nikaendelea kumkumbusha na kumpa mawaidha khalifa wa Waislamu, huku akilia. Jinsi anavyolia ndio kadri ninavyozidi kumkumbusha, kumpa mawaidha, hadi akaja wahudumu wa khalifa wakanichukua, wakaniondoa, wakanipeleka nje. Waqala idha bisalam, wakaniambia nenda kwa amani. Umefikisha kweli wa kufikisha, umempa mawaidha kweli wa kumpa mawaidha. Qala Dhahabi, anasema Imamu Dhahabi hapa katika hii historia au katika hii kisa akatia taaliki, akasema ya miskini anta musiu wa tara annaka muhsin. Dhahabi, maskini, wewe ni mtenda maovu lakini unajiona kuwa ni mwema wewe. Wa anta jahil wa tara annaka alim, na wewe ni mjinga lakini unajiona kwamba wewe ni mwenye elimu kubwa zaidi. Wa ahmaq wa tara annaka aqil, hadi tena wewe ni mpumbavu lakini unajiona kwamba wewe ndio mwenye akili kuliko watu wote. Kisha kaendelea kusema Dhahabi, kadhalim wa tara annaka madhlum, na wewe ni mdhalim na unajiona kwamba wewe umedhulumiwa, hali ya kwamba wewe umefanya dhulma, kisha unajihesabu kwamba wewe umedhulumiwa. Wa akilul haram wa tara annaka mutawari', unakula haramu unajiona kwamba wewe ni mcha Mungu. Wa fasiq wa ta'taqidu annaka adlun, wewe ni muasi mkubwa sana lakini unajiona kwamba wewe ni mwadilifu. Wa talib lililmi lidunya wa tara annaka tatlubuhu lillahi, na wewe unaitafuta elimu kwa sababu ya dunia kisha unadai kwamba unaitafuta elimu kwa sababu ya akhera. Sikiliza haya maneno. Huyu Imamu Dhahabi chini akaleta risala ambayo alimwandikia, ya risala ambayo ya Ibn Mubarak akimwandikia nani? Fudail ibn Iyad, akimtumia Fudail ibn Iyad, ya abid al-haramain law absartana la alimta annaka fil ibadati tada. Ewe mwenye shauku, mwenye kujihimiza sana na kufanya ibada katika miji miwili ya Haram, Maka na Madina, lau absartana, lau kama ungetuona hali yetu sisi zilivyo sisi, hali yetu sisi ungeiona jinsi zilivyo sisi, la alimta annaka fil ibadati tanamu, basi ukilinganisha ibada yako unaifanya Haram, Maka na Madina na hali yetu sisi ambayo tunayo sisi huku, ukilinganisha nasi na hiyo ibada yako, ungeona kama wewe katika mchezo, ungeona kama wewe watu huko wanafanya mchezo wewe. Sababu gani? Huko unafanya ibada katika Maka na Madina, machozi na kutoka, videvu vyako vinarowana kwa machozi, basi fanuhurina au fanuhuruna bidimaina, basi sisi shingo zetu zinaroa kwa damu zetu wenyewe. Kama wewe machafu yako naroana kwa machozi kwa kulia, basi sisi shingo zetu zinaroana au zinavuja damu kwa damu zetu sisi wenyewe kwa ajili ya jihadi fi sabilillah. Au kana yatabu khailahu fi batili, yule ambaye anaichokesha farasi yake katika mambo ya haramu. Fakhuyulna yauma, basi sisi farasi zetu zinachoka kwa kupigana katika vita vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kusoma ule ujumbe, anasema msimulizi ambaye alipeleka ile barua kwa nani? Kwa Fudail, walaqad atana, kisha akasema
Mwisho kabla katika mwisho ile barua atazungumza mwisho akasema walaqad atana min maqali linabiyina, hakika imetujia katika maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qawlu sahihun sadiqun la yakdhib, maneno ya kweli na maneno sahihi yale ambayo hana uongo ndani yake. Hadha kitabullahi yantiqu bina, hichi ni kitabu cha Mwenyezi Mungu kinazungumza au kinapata kesi baina yangu mimi na wewe. Laisa shahidu bimayitin la yakzib, shahid aliyokufa katika njia ya Mwenyezi Mungu sio maiti wala kijasema huko kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo cha Mwenyezi Mungu baada ya kupata ule ujumbe, Fudail ibn Iyad falamma qara'ahu, aliposoma ule ujumbe akasema sadaqa Abu Abdurrahman wa nasahani, amesema kweli Abu Abdurrahman wa nasahani, na amenipa nasaha za kutosheleza, na nasaha zake nitazifanyia kazi. Wewe ndio uko kule Maka na Madina, unapewa nasaha kwambia hata kama unafanya ibada huko na Maka na Madina hauwezi kulingana na sisi tuliokuwa huko. Utampa hadithi zote za ubora wa Maka na Madina, lakini wale walikuwa na wacha Mungu, wakimwona mwenzake wanamwona kama ni bora kuliko yeye. Alikuwa kimwona mdogo anamwona mtoto yule ni bora kuliko yeye, anaiambia nafsi yake kwamba huyu mtoto na udogo wake madhambi yake ni madogo kuliko ya kwangu. Akimwona mkubwa anamwona mkubwa ni bora kuliko yeye, anaona kama vile na ukubwa wake ana kheri nyingi ambazo alizotanguliza kwa Mwenyezi Mungu ambazo mimi sizifikiria. Ndio nilipokuwa kiishi hivyo kuliko sisi. Ukimwona mwenzako unaona kama wewe ni bora kuliko yeye. Ukimwona asi anayefanya madhambi leo unamwona kama vile yeye wewe unamzidi ubora kuliko nani? Kuliko yeye yule ambaye anafanya madhambi. Haujui kesho utakuwaje wewe. Hoja Mwenyezi Mungu kwa kumalizia, Ibn al-Qayyim rahimatullahi alayhi aliwahi kuzungumza katika maneno yake akinukuu kauli ya Ali ibn Abi Talib, anasema man aslaha, ule ambaye atakayesuluhisha au atakayetengeneza yale ambayo yanapatikana baina yake yeye na undani mwake, aslaha Allahu ma baina wa baina nasi, ule ambaye atakayetengeneza undani mwake akajipamba kusalihisha baina yake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika undani mwake, akashughulika na kutengeneza undani mwake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamtengenezea uwinje wake yeye na watu. Ule ambaye atakayeshughulika na kutengeneza undani mwake na kutafuta namna gani Mwenyezi Mungu atamridhia, Allah Subhanahu wa Ta'ala atamsuluhisha baina yake na wanadamu wenzake, atamtengenezea uwinje wake. Utajikuta tu unapendwa na watu, utajikuta watu wanakuelewa, utajikuta wewe watu wako sawa na wewe. Kwa sababu gani? Umeshughulika na undani mwako. Au kushughulika na uwinje wako, umeshughulika na undani mwako. Wacha Mwenyezi Mungu, undani ni bora kuliko uwinje. Shughulika sana na undani mwako kuliko shughulika sana na uwinje wako. Ukishughulika na undani mwako, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atashughulika na wewe na uwinje wako. Hata kama uwinje wako utakuwa ni dhaifu kuliko uwinje wako, kuliko undani mwako utakuwa ni dhaifu kuliko uwinje wako, maadamu unajitahidi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atashughulika na uwinje wako, kutengenezea uwinje wako. Usishughulike sana na uwinje ukasahau ndani mwako. Sababu gani? Wasirru qawlakum au jaharu bi innahu alimu bidhati sudur, wekeni siri mambo yenu au mdhihirishe wazi. Mwenyezi Mungu anasema innahu alimu bidhati sudur, anashughulika na yale ambayo yako ndani ya vifua vyetu. Alimu bidhati sudur, yeye anajua kilichojificha ndani ya vifua vyenu. Na ndio maana watu wa hekima wakazungumza kwamba moyo na ulimi ni sawasawa na kisima na ile ndoo yake ya maji. Kisima, ndoo ya maji unapoitupa ndani ya kisima, bila shaka ile ndoo italeta kile ambacho kiko ndani ya kisima. Na ndio sawasawa ulimi na moyo. Mtu anapozungumza maneno yake
ni ndoo inachota kile ambacho kiko kinatoka ndani ya kifua chake, basi atambua kwamba ndoo wa undani wake anadhihirisha. Yule ambaye atakayezungumza maneno, ulimi wake ni sawasawa na ndoo ya maji ambayo inatupa ndani ya kisima. Ukichota unatoa kile ambacho kiko ndani ya kisima cha maji. Na yule ambaye anayezungumza, basi atambua kwamba anadhihirisha kile ambacho kiko ndani ya kifua chake. Kuna mtu anakutukanaga hapana kwa mbele, unadhani ni utani, hadi ya kuwa ndio hivyo hivyo anachomaanisha. Anakwambia niko natania. Na kuna mwingine anakuambia ukweli wakati wa mzaha. Na mwingine ukitaka kumjua ni wakati amekasirika. Ndio anadhihirishaga ulimi unatoa kile ambacho kiko ndani ya moyo wake. Kuna mtu ambaye kasirika anakuwa mlaini sana, ananyamaza, anakuwa pole, anaogopa kuzungumza sija kasema vibaya. Huyu ndio mtu ambaye ni mzuri katika moyo wake. Na yule mtu ambaye ni mbaya anadhihirishaga wazi. Anakuambia usinioni hivi, nitakufanyia kitu kibaya. Anakuambia aje wazi, naweza kufanyia kitu ambacho hutosahau kwenye maisha yako. Ukisikia mtu anakuambia hivyo wakati wa hasira, basi ndio hivyo hivyo alipo ndani ya moyo wake. Anakuambia basi mimi ni mtu mbaya, usichukulie kama ni utani. Anatoa kile ambacho kiko ndani ya moyo wake. Ameyazungumza yale maneno kwa na hasira, basi ndio moyo wake unasema hivyo. Wakati ana hasira akizungumza maneno malaini, basi ujue mtu huyu kweli ndani wake ni mzuri. Tutengeneze undani wetu kabla ya kushughulika sana na uwinjo wetu. Ule ambaye atakayeshughulika sana na undani wake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atashughulika na uwinjo wake. Tushughulike sana na undani wetu na tulichosema. Wacha Mwenyezi Mungu. Haya maneno ni maneno ya Ibn Qayyim, alikuwa kinukuu maneno ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, Allah amridhie. Na sisi ukijilinganisha sasa hali zetu sisi na hali za hao waliotangulia, wallahi inafikia mtu unaomba ittaqullah, anakutazama anakuona wewe ndo azimu, umetamka neno lizito mbele yake. Lakini hao ukimwambia ittaqullah, mtu anaporomoka chini, anapoteza fahamu, anachukulia uzito wa kauli. Leo sisi tunachukua maneno ya utani tu. Mtu anasema uongo kwa Mungu, wala hata hiyo mambo ana kawaida. Wacha Mwenyezi Mungu. Sahaba anaitwa Hanbala alikuwa akizungumza kwamba mimi ni bora mtu aniite mimi ni munafiki kuliko kuniita kwamba mimi ni mcha Mungu, na kuniita akinipamba kwa sifa nzuri. Sababu kama kinipamba kwa sifa nzuri nitashinda kuelewa udhaifu wangu uko wapi. Lakini akiniita ni munafiki, nitagundua kwamba kuna kitu nikiona kiko sawa kwangu, nitakitafuta kile kitu nikijirekebisha ndani yangu. Hao ni wacha Mungu. Na walikuwa na shauku sana ya kumuigia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadi siku moja mtume ameswali msikitini, watu ameswali na viatu msikitini, mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wakasali na viatu msikitini. Katikati ya swala mtume kavua viatu vyake. Baada ya maswahaba kuona mtume anavua viatu, na wao wakachukua viatu vyao wakavivua ndani ya swala. Baada ya swala mtume akawaambia, nimeona mnavua viatu vyenu ndani ya swala. Na hili miongoni mwa miujiza wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akiona nyuma kama jinsi anavyoona mbele, alikuwa akiangalia mbele na vya nyuma anaviona. Huu ni miujiza aliyopewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mna nini? Kwa nini mmefanya hivyo? Sikiliza majibu ya masahaba. Akamwambia, wallahi tulikuwa tunavua na sisi tukavua viatu vyetu. Mtume akamwambia, wakati na swali Jibril alinijia kwenye masikio yangu akaniambia viatu vyangu vina najisi, nisiendelee kuswali navyo, ndio nikavua. Nini viatu vyenu havina najisi, kwa nini mmevua? Masahaba akamwambia, tuliona unavua na sisi tukavua. Nini tumejifunza? Shauku na hamu ya kumuingia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahaba alikuwa kiitwa mpaka akapewa lakabu sahibu sunna. Abdullah bin Umar alikuwa kiona kitu akiambiwa kama hichi kitu, akiona mtume alikuwa katachungwa hivi, wallahi atatafuta namna gani mtume alikuwa katachungwa. Akienda sehemu kama alisafiri na mtume sehemu, akienda sehemu siku moja alikuwa anasafiri mtume akatoka akakaa sehemu ile, sehemu akipita lazima naye atakaa pale.
na hali ya kwaya ni katika mambo ambayo mtume alikaa tu kwa kuchoka, lakini kwa kuwa yeye hajachoka, lakini kwa kuwa mtume alikaa ile sehemu, lazima na afanye nini? Akae. Sababu gani? Wanahesabu kwamba ni sunna ile jambo. Leo sisi tumeacha sunna kwa sababu ni nini? Imeitwa kuwa ni sunna. Umeona? Tunaacha sunna kwa sababu tumeita kama ni nini? Ni sunna. Mtu anajipa fatwa sunna maana yake nini? Wanafasiri sawa na akili zao, wanafasiri kama jinsi wanachoona ni mfasiri. Akaambia ukisunga, ukitaka unafunga, ukitaka unaacha upate dhambi na thawabu. Ndio maana sunna hiyo. Anasahau kama wanachoona mifasiri sunna ni nini? Huwa mauthabu fa'ilu imtithala. Sunna ni kile ambacho anakipatia thawabu na ujira ule ambaye atakayefanya kumjia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala yustahaku au wala yustahiku wala astahiki wala adhibi ule mwenye kuiacha. Lakini kumbuka kwamba umeacha kile ambacho mtume wako amekifanya. Waislamu, leo tu katika Ashura, kuna watu waliacha kufunga Ashura kwa sababu tu aliuliza shehe wako bali wajibu ni sunna, akaambiwa ni sunna. Akasema basi shehe, inshallah Ramadhani tutafunga, ndio wajibu. Anaacha kwa sababu nini? Ni sunna. Lakini masahaba walikuwa hawakiachi kitu kwa sababu walisikia ni sunna, ndio maana walikuwa wakifanya, na ndio wema waliotangulia hao. Leo sisi tofauti yetu iko mbali na mashariki na magharibi. Walikuwa waachi jambo, wakisikia ni sunna waiachi. Leo sisi tunaacha kwa sababu tu ni nini? Ni sunna. Na mshairi akasema nini? Tashabba au tashabbahu bikirani fa inna tashabbahu fala. Jifananisheni na wema. Hao wema waliotangulia, jifananisheni nao katika hali zozote zile. Walishiji na familia zao, walishiji katika kufanya ibada, walishiji katika kumwigia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili na sisi tuwaigie katika jinsi walivyoishi na familia zao katika ibada, mpaka masahaba wakajifikia kuharamisha vitu kwa sababu ya kutafuta kumwigia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ile hadithi tunaifahamu. Walikuja kundi la watu watatu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasal an ibadati rasulillah, wakija kuulizia ibada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakamkuta Aisha, Mtume hayuko, wakamuuliza Rasulullah, wakamuuliza ya Aisha, kaifa kana ibadati rasulillah, wewe mke wa Mtume, ibada ya Mtume koje? Akaambiwa ibada zake. Wao wakaona ibada za Mtume kisi zilivyo, walipokuwa nafikiria na uchamungu wa Mtume na kisi ni Mtume, kasema wakajua kama Mtume ibada zake zitakuwa za kufa mtu, zitakuwa ibada za kutisha. Mtume na ndio ibada yake hii, kana atakaluha, wakaiona kama vile ukapuuzia ibada ya Mtume. Hapana, au unatuficha? Tuambie Mtume ibada, unatuficha ibada za Mtume. Wakaambia ibada ya Mtume ni hizo hizo tu. Lakini katika wao imani ikawa zimezidi kweli kweli. Wakasema jamani, msishangae Mtume anafanya hizi ibada, wewe anafanya ibada hizo sababu yeye ni Mtume. Na Mwenyezi Mungu kumbuka, shamwambia Mungu ameshamsamehe dhambi yake iliyotangulia, na atakayechelewa Mungu ashamsamehe. Ndio maana anafanya ibada hizo chache, sisi tunabidi tutie bidii. Mmoja akasema mimi kwanza leo ibada yangu nitatubu nayo maisha yangu yote. Nitafunga maisha yangu yote, saumu maisha yangu yote nitafunga, wala sitakulaga mchana. Na mwingine akasema na mimi maisha yangu yote sitalala usiku, nitafanyaga maisha yangu yote kisimamo cha usiku, maisha yangu yote itakuwa ni kisimamo cha usiku. Mwingine akasema tangu leo maisha yangu yote sitauaga wanawake, itakuwa ni ibada. Wakaondoka. Baada ya kuondoka, Mtume karudi, Aisha akamshtakia ile ambaye maswahaba alizungumza. Mtume akawaambia kwamba akawaita, akawafundisha. Tazama hamu ya maswahaba, imamu yao ni ibada. Lakini sisi tunatafuta kwenye pako mianya, tuseme ni sunna tuiache, lakini wao wanatafuta kwenye kitu ambacho hawajafanya Mtume alifanya ili wafanye nini? Na wanafikiria kumzidi Mtume ibada. Lakini sisi tunafikiria kupunguza, sababu Mtume alifanya hichi ni sunna, tunafanya kile ambacho Mungu tu. Mpaka leo kuna makundi yametoka shehe hawakubali sunna. Hawakubali sunna, wao kazi yao kukubali Qur'ani tu, sunna usiwaambii, ndio hao. Sunna usiwaambii, yale matendo ya Mtume usiwaambii.
ni Qur'ani tu. Na sisi tunawekea makundi hayo kwa kufanya nini? Kwa kuiga kwa maneno tu kwamba hichi ni sunna bwana. Mungu anatizama bwana, tutafanya wajibu tu, hatutapata dhambi tukiacha. Mtume kwa kufundisha akamwambia, mimi nafunga wakati mwingine napumzika, nasimama usiku na wakati mwingine napumzika nikizidiwa na usingizi. Na kina mama au wanawake ninaoa wapendwa sana, napenda wanawake. Kisha akamwambia, faman raghiba an sunnati falaysa minni, yule ambaye atakayesarau sunna yangu. Faman raghiba an sunnati, yule ambaye atakayesarau sunna yangu, falaysa minni, hayuko pamoja nami. Wewe uliacha Ashura kwa sababu ni sunna, umepuuza sunna ya Mtume au hujapuuza. Wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.